Ya wapendwa watazamaji wangu, bado tukiwa Naivasha. Leo tutatembelea tena ziwa Naivasha na nitawaonesha jinsi ambavyo mafuriko yalikumba ili eneo la ziwa Naivasha mwaka jana 2025 mwishoni Novemba 2025, ambapo yali displace familia nyingi kutoka maeneo haya. Pale ambako mnaona ile nyumba pale, pote palikuwa ni bandari, ambapo hizi boat zilikuwa zikitia nanga zinaporudi kutoka kupeleka watalii sehemu mbalimbali ya kutembea katika ziwa. Lakini sasa maji yalijaa, na hii miti unaiona hapo sio bure. Zilikuwa ni mitaa ambayo ilikuwa ina namba za plot deed, yani title deed, lakini zote zilifagiliwa na mafuriko, na hivyo kusababisha zaidi ya familia 4,000 kupoteza sio tu makazi lakini pia biashara. Kama tunaona kuna taa za umeme za sola, hizo zinaonyesha wazi kwamba huu ulikuwa ni mji ambao ulikuwa umeendelea, lakini ulikuwa umefunikwa na maji. Sasa huku unapoona boti zinatembea, yalikuwa ni makazi ya watu. Unaona taa za umeme hapo, zote zinaashiria kwamba huu kweli ulikuwa ni mji ambao maji yaliamua kuchukua nafasi ya huo mji. Yani nature ikiamua, asili ikiamua inafanya, hakuna kuuliza. Sasa katika video hii nitachukua kwa boti mkaone sio tu huku mwanzo ambako mnaona mji ambao ulikuwa umefunikwa na maji, lakini pia mtashuhudia hata mahoteli kadhaa ambayo yamechukuliwa na maji. Mengine yameanguka moja kwa moja na mengine yalisalia kama magofu. Kwa hiyo nawakaribisheni mjiunge nami, na kama umewahi kutembelea mji wa Naivasha katika Lake Naivasha, waweza pia kutupa mtazamo wako, utuambie ni nini ambacho kilikuvutia katika hili eneo zaidi ya our pelican birds, ndege wa aina ya pelican na vinginevyo. Lakini sasa nataka muone makazi yalikuwa ya watu. Hii ilikuwa ni bandari, unaona kuna boti kadhaa zimetua pale, lakini pamoja na kutia nanga hapo, zamani ilikuwa hizi boti ambazo unaziona huku zilikuwa kule mbele. Hapa palikuwa ni nchi kavu, palikuwa na mitaa. Hii miti maji yalichukua nafasi yake na haikuweza kuendelea kukua, ikakauka. Kwa hiyo sio kwamba ilikuwa hivyo, ilikuwa imepandwa kwenye maji, hapana. Ilikuwa ni mitaa, ilikuwa ni miji. Watu walikuwa wanafanya shughuli za ukulima, shughuli za biashara na kadhalika, lakini nature ikaclaim. Sasa nachukua, twende pamoja. Hii hapa ilikuwa ni bandari na boti zote zilikuwa zinafungwa pale. Hii ni mambo ya hali ya anga yakibadilika. Sasa nitachukua hapa, tutakwenda mkaone mahoteli ambayo mengi yao yalisombwa na maji, mengine bado mpaka leo yapo, lakini yako katika hali mbaya sana. Sasa tuingie kwenye boti na tuanze safari.
African to Lack Music. Matatizo ni mengi katika hii dunia. Tabu zetu ni nyingi zinazokatisha tamaa. Matatizo ni mengi katika hii dunia. Tabu zetu ni nyingi zinazokatisha tamaa. Usingekuwa msaada wako, ningeweza vipi? Najua yote ni huruma zako. Usingelikuwa wewe, ningelikuwa wapi? Usingelikuwa wewe, ningelikuwa wapi? Usingekuwa msaada wako, ningeweza vipi? Najua yote ni huruma zako Bwana. Usingelikuwa wewe, ningelikuwa wapi? Umenisaidia Bwana, umenihurumia mbamba, ili nisianguke. Ulinishikilia sana. Usingekuwa msaada wako, ningeweza vipi? Najua yote ni huruma zako Bwana. Usingelikuwa wewe, ningelikuwa wapi? Yes. Usingelikuwa wewe, ningelikuwa wapi? Usingekuwa msaada wako Bwana, ningeweza vipi? Najua yote ni huruma zako Baba. Usingelikuwa wewe, ningelikuwa wapi? Umekuwa mwamba wangu, msaada wakati wa shida. Umenifanyia njia pasipo njia Bwana, nakusifu wewe Bwana. Sana. Usingekuwa msaada wako, ningeweza vipi? Najua yote ni huruma zako. Usingelikuwa wewe, ningelikuwa wapi? Usingelikuwa wewe, ningelikuwa wapi? African to Lack Music.
Matatizo ni mengi katika hii dunia. Tabu zetu ni nyingi zinazokatisha tamaa. Matatizo ni mengi katika hii dunia. Tabu zetu ni nyingi zinazokatisha tamaa. Usingekuwa msaada wako, ningeweza vipi? Najua yote ni huruma zako. Usingelikuwa wewe, ningelikuwa wapi? Usingelikuwa wewe, ningelikuwa wapi? Usingekuwa msaada wako, ningeweza vipi? Najua yote ni huruma zako. Mahali ni pazuri ndugu wanapokaa, wakipatana vyema na wakipendana. Mahali ni pazuri ndugu wanapokaa, wakipatana vyema na wakipendana. Ni kama umande mzuri unyweshavyo shamba, hivyo na Mungu wetu anavyobariki ndugu. Ni kama umande mzuri mzuri unyweshavyo shamba, hivyo na Mungu wetu mwema anavyobariki ndugu. Ni siku yako, ni siku yangu, Bwana amefanya. Naifurahia kwa utukufu wa Mungu. Ni siku yako, ni siku yangu, Bwana amefanya. Uifurahie, nami naifurahia kwa utukufu wa Mungu.
rejoice. Rejoice in the Lord. Sikustahili kuwa nilivyo, wala sikufaa mbele zako. Sikustahili kuwa nilivyo, wala sikufaa mbele zako. Bali Bwana, kwa rehema yako umeiponya roho yangu. Bali Bwana, kwa rehema yako umeiponya roho yangu, Yesu. Asante Yesu.
Asante kwa kutufuata. Usisahau kusubscribe na uangalie next episode about Geothermal spa ambayo inapatikana Naivasha. Hizi ni chemchem za moto ambazo zinatoka chini na zinaingia katika swimming pool na watu wanaogelea wakifurahia maji ya asili ya moto. Usisahau kuangalia katika video inayofuata. Asante mpaka wakati ujao. This is Elie 16M. Kama uliwahi kupata experience inafana hivi, tafadhali shirikishana na sisi kwa kutuambia, kwa kutuonesha how was the experience. Na hata kama ulitembea Naivasha pia show up. Tunataka tusikie experience yote ambayo ulikuwa nayo, na kama ulikuwa ni mmoja wa waathirika katika hili tukio pia tuandikie kwenye comment, na tutafurahi kusoma habari yako, labda itatufunza mambo mengi. Tunatia nanga na tunamaliza tour yetu katika ziwa Naivasha. Mpaka wakati mwingine. Sasa tuhamie kwenye hot spas ambazo zinapatikana Naivasha.